Kuna wale watu ambao mnanichukia kwa kusema kwamba mimi ni machino. Sasa nadhani waziri mkuu ametoa jibu Kilimanjaro ni mkoa wa aina gani. Wakati Mwigulu Nchemba anaitafuta shule kwa gharama kubwa kama alivyoelezea, kasikilize speech yake. Mimi nyumbani mama analia machozi niende shule. Na shule iko sijui nusu kilomita, sijui kilomita moja, kwa mguu tu naenda shuleni. Kwa angalia tofauti ya mimi na Mwigulu Nchemba. Kwa nini mimi nisiwe machino? Watanzania wanawapaga siri nyingi sana. Kwa sababu wengi wenu mko programmed kuwa wajinga, ndio mnakuwa wagumu kunielewa. Kilimanjaro ulikuwa ni mkoa hatari sana na Nyerere alipambana sana kuumiliki ule mkoa. Yaani kama sio Nyerere ule mkoa ulikuwa unajikata kwa usaidizi wa Kenya ili uwe nchi huru. Hiyo ndio ilikuwa mipango ya watu wa kaskazini. Tuachane na hiyo. Sasa Watanzania, kuna kitu kimoja nataka mnielewe. Mimi huwa siongei kama waandishi wa habari. Mimi kwa sababu ya kusoma science, kwenye science humlazimishi mtu kuamini unachomwambia. Unampa picha ili akafuatilie apate picha kamili. Ndivyo kwenye science tunavyofundishana. Na kwenye science huwa hatufichi mchakato wa kupata jambo. Ndio maana science inakuwa kila siku. Lakini dini wanazozana, siasa wanazozana. Sasa kuna watu wanaitwa waandishi wa habari. Kwanza hawa ni watu wenye nguvu kuliko watu wengine wote, kwa sababu hawa ni watu wana uwezo wa kuivuruga jamii kwa dakika sifuri. Lakini waandishi wa habari wote duniani, labda kwa miaka ya karibuni, lakini turudi nyuma kabla ya hizi digital kuja kama hapa ninavyoongea, huwa sio watu neutral. Ili neno independent journalism ndio linaanza kuibuka sasa hivi kwa miaka ya karibuni baada ya ma YouTube. Yani hizi digital platforms zilivyokuja ndio msamiati wa independent journalism ndio tunausikia. Lakini kabla ya hii mitandao ya kijamii kuja, msamiati wa independent journalism ulikuwa haupo. Maana yake nini? Hakuna mwandishi wa habari neutral. Nikisema neutral maana yake haegemei upande wowote. Mwandishi wa habari aidha yuko upande wa serikali au yuko kinyume na serikali. Tuelewane kwanza hapo. Kwa hiyo waandishi wa habari wote uliowaona wakiongea pale na waziri mkuu, wale wana pande mbili. Kama sio serikali ni kinyume na serikali. Sasa mtu atajiuliza kinyume na serikali wapi? Kwa walimwengu. Ndugu zangu, ukiwa unafanya kazi IPP Media, hakulipi Mtanzania, anakulipa IPP. Anakulipa, walimwengu ndo anakulipa. Kuna matangazo ya kibiashara IPP anayacheza kwenye media yake. Ndivyo anavyopata pesa kuwalipa wale waandishi wa habari. Sasa IPP naye ana masharti yake ya habari. Kwa hiyo chombo chochote cha habari unachokisikiliza, wanaofanya kazi kwenye kile chombo kuna masharti. Haya nayopiga kelele hapa nimeshawahi kuzunguka huko kwenye vyombo vyao vya habari kuomba kuyazungumza, wakanikatalia. Kwa nini? Si walijua ukali wa maneno yangu. Ni kitu gani nataka kusema? Maswali aliyoulizwa waziri mkuu na waandishi wa habari, kwa mwenye akili ndogo ataona ni mazuri sana. Yaani waziri mkuu kabanwa, kaambiwa ukweli. Vipi nikikwambia yale yote ni maswali ya walimwengu? Yaani wale waandishi wa habari wote wametumwa na walimwengu. Na nitakuthibitishia. Mwenyekiti hapa amesema habari ya utekaji, habari ya watu waliokufa, habari ya watu waliopotea, mpaka na listi zimetolewa. Inavyoelekea serikali imegoma kusikiliza. Kama tulikuwa tunasikiliza, yamkini yale tungezuia singefika pale. Sasa hivi unafikiri usikiliza kwa sababu hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza? Swala la kwanza hilo. Swala la pili, ninajazilizia pale posema Balile. Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara yaliyotokea 29 vituo vilivyoharibiwa Oktoba 29. Vituo vilivyoharibiwa, nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Na unajua samani mwenyekiti,
waliookota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaikum. Ilikuwa ni emotional question. Idadi ya waliokufa, kitu ambacho huwezi kuambiwa na serikali. Haiwezi kutokea ajali ikaua watu 200, serikali ikakwambia wamekufa watu 200. Unless labda ni ndege imedondoka na watu wote wakafa. Hicho ndio kitu serikali haiwezi kuficha. Lakini maji, sijui chombo cha maji kimezama, huwezi kuambiwa. Watu wameuawa sijui wapi, huwezi kuambiwa. Imewahi kutokea ajali fulani hivi hapa Lumumba na Morogoro Road. Bodaboda aligongwa. Niko na kisimu changu pale na rekodi pale. Kwa sababu tukio limetokea mbele ya macho yangu. Polisi faster amefika. Mimi nilikuwa sijui sheria za waandishi wa habari, niseme ukweli. Mimi ni mchambuzi, mimi sio mwandishi wa habari. Yule polisi alipofika, cha kwanza kuniuliza, wewe unafanya kazi kwenye chombo gani? Sina majibu. Akachukua ile simu yangu akadelete picha zote. Alikuwa yuko sahihi, hayuko sahihi? Alikuwa yuko sahihi. Habari ni lazima ichukuliwe na serikali na itolewe, ichujwe na serikali ndio upewe mwandishi wa habari. Kwa hiyo hicho waandishi wa habari wote wanakijua. Sasa kutaka kupata idadi kamili ya waliouawa, huwezi kuambiwa. Maiti nyingine hazipatikani, sawa? It's so emotional, najua, na pia serikali wanajua wenyewe. Swali lililonitia hasira ni hili hapa, eti kwamba tumefika hapa kwa sababu ya masuala ya utekaji. Unaamini sababu ya Tanzania kuchoma moto ilivyochoma moto sababu ni utekaji? Utekaji ni sababu. Skripti, mgawanyo wa riziki sio sawa. Watanzania, taifa tajiri duniani linaloongoza kwa uhalifu ni Marekani. Kwa nini? Ndani ya Marekani kuna watu 9 wana utajiri wa zaidi ya Wamarekani milioni 200. Sijui nimeeleweka? Yaani binadamu 9 utajiri wao inabidi uchukue watu milioni 200 plus pale Marekani ndio wanawafikia watu 9 pale Marekani. Hao watu 9 ambao ni matajiri wakubwa pale Marekani wana akili sana? Au sio sera mbovu inayofanya vijana wauze roho kutafuta ugali wa tumboni? Waandishi wa habari, najua nyinyi mnafanya kazi kutoka kwa walimwengu. Nataka niwasaidie. Najua mnafanya huko kazi zenu mnazozifanya, nimeshawahi kujaribu kuja kuomba kazi. Yaani kulingana na utashi wa elimu yangu ya high school, naamini naweza nikafanya mnachokifanya. Lakini lengo langu ilikuwa ni kuja kuhubiri anayohubiri ukweli. Ndugu zangu, sehemu yoyote riziki haigawanywi kwa usawa. Uhalifu huko juu. Sasa uhalifu huko juu, na uhalifu si ndio utekaji wenyewe na kupotea kwa watu. Nataka niongee kwa mfano. Mimi nimekulia maskani ambapo ndipo kuna mipango mingi ya ujambazi. Ujambazi wangu wa mwisho kushiriki ambao ulikuwa ni hatari sana, nimshukuru Mungu. Kwanza sikujua ni ujambazi. Tulikuwa maskani na kama wiki na sijafanya kazi. Akaja mtu pale akasema, jamani, sitaki kutaja maeneo kwa sababu ya usalama wangu. Sasa niko pale maskani, akaja jamaa akasema kuna sehemu kuna kwenda kuhamisha vitu. Kama store, yani kulikuwa na kazi ilikuwa inafanyika, kwa hiyo kuna vitu pale vitakuwa vitolewe viwekwe kwenye gari, hivyo tu tutapewa hela. Tukafika sehemu sika, geti likafunguliwa, mlinzi anajuana na yule jamaa, akaingia ndani. Tukaanza kupakia ule mzigo. Tulikuwa vijana sijui 5 wale wenye nguvu zetu. Tukaanza kupakia mzigo. Mlinzi alikuwa hajui chochote. Huku na huku ikaja serikali ya mtaa. Huku na huku polisi wakaja. Hiyo mitaa ni mitaa ushuani sana. Kwa polisi walikuwa wako equipped na bunduki. Kizuri, yule aliyotupeleka alikuwa na hela na alifanikiwa kuwatuliza wale polisi. Nataka niwaambie, polisi wangeweza kutupigia risasi au polisi wangeweza kututeka. Yaani polisi walikuwa na uwezo wa kutufanya jambo lolote kwa sababu tulikuwa kwenye tukio la ujambazi au wizi tutakavyoamua kusema. Katika muktadha huu nimepotea ndani ya mwaka, mzazi wangu hajui, labda ningefungwa nikaenda kutupwa baharini huko. Yaani ningeweza nikafanya jambo lolote nikapotea katika sayari hii. Mzazi wangu asingekuwa na hizo kelele za hawa waandishi wa habari kwamba utekaji. Tuanzie mwanzo. Mpaka mimi natekwa nilikuwa mazingira gani? Nilienda kutafuta riziki ya kula tumboni. Ndugu zangu, hakuna mtu ambaye
atamteka mwenzake, au hakuna mtu atakuwa na wazo la uhalifu akiwa na uhakika wa riziki. Kwa nini hatuambiani hicho kitu? Waziri Mkuu, hao waandishi wa habari wa walimwengu hawakukuambia ukweli kwamba tumefika hapa tulipo kwa sababu riziki ni ya wachache kama Marekani. Na waandishi wa habari wa walimwengu hawawezi kusema hicho kitu kwa sababu sisi ambao tunapigania riziki iwe ya wote tutaua miradi ya walimwengu. Kwa hiyo kazi ya walimwengu ni kurun hizi narrative kwamba utekaji uko juu. Nini sababu ya utekaji? Watu wanatafuta riziki. Mimi nilikuwa natekwa hapo, nimeenda kutafuta hela ugali. Nakumbuka tena hiyo kazi imeisha nikapata 75,000. Nilikuwa na deni la 50,000, nikaenda kulipa 50,000 tena kwenye chakula tu, kukopa chakula maskani. Naenda kulipa ile 50,000 yote, nabakiwa na 25,000. Watanzania, waandishi wa habari wasitubake akili kwamba hapa tulipofika ni utekaji. Tumefika hapa kwa sababu riziki ni ya wachache. Kuhusiana na issue ya economic sabotage ambayo waandishi wa habari hawataki kukubali, wanataka ushahidi. Nataka niwaambie hivi waandishi wa habari wa Kitanzania. Hakuna nchi inayohujumiwa kwa sasa duniani kama Urusi. Hiyo ndio nchi inayoongoza kwa kuhujumiwa katika miaka yetu ya karibuni. Mfadhili mkuu wa zile hujuma ni nani? Ni Marekani kwa 100%. Sisemi mimi. Wamekamata wa Poland, wamekamata wa Ukraine na wamekamata wa Urusi ndani ya Urusi, wakishirikiana na hao perpetrators. Hao watu wanalipwa na serikali ya Ukraine kwenda kufanya hizo hujuma ya miundombinu, mandege yale kama mnakumbuka yalivyohujumiwa, kuchoma vituo vya mafuta kama vilivyofanyika kwetu. Hakuna nchi ambayo inaongoza vituo vyao vya mafuta kuchomwa kama Urusi. Lakini kizuri, hata vituo vya mafuta vichomwe vipi, huwezi amini, JKT ya Urusi inagawa mafuta kwa bei ile ile. Hapa kwetu vimechomwa kadhaa tu kwa sababu biashara ya mafuta ni ya walimwengu. Mafuta tumepandishwa bei, tujiandae kumiliki uchumi wetu wa Tanzania. Sasa hawa wanaohujumu miundombinu ya Urusi wanafadhiliwa na serikali ya Ukraine. Serikali ya Ukraine inapata wapi pesa? Si Marekani. Hasa mpumbavu atanijibu kwenye comment yao, atanitumia ujumbe kwenye WhatsApp, ataniambia mbona Urusi haivamii Marekani kama anajua Marekani ndio inamharibia. Anampiga huyu ambaye anatumika ili amwambie usipoacha kushirikiana na huyu anayekupa kiburi nitakumaliza. Kwa sababu akili ya kushikiliwa, sasa mimi nakumaliza. Ni kitu gani nataka kuambia waandishi wa habari? Economic sabotage sio kila kitu serikali ikuambie. Hii misamiati ya classified document mnaijua. Classified information mnaijua. Waandishi wa habari, hamtukuwakilisha sisi, mliwakilisha walimwengu. Ndio maana mlivyoviongea ni too emotional. You did not ask the pragmatic question which are facing our country. Waziri Mkuu ametaja uwekezaji ambao unatarajia kuanza ndani ya nchi yetu. Ametaja marasilimali ya matrilioni na matrilioni. Sijui kama kuna mwandishi wa habari ameuliza ni namna gani Mtanzania wa kawaida atafaidika na hiyo miradi. Mlikuwa mmeandaa maswali ya kilimwengu tu. Ametaja magesi, ametaja sijui tuna critical mineral, ametaja trillion US dollar project ambayo yataanzishwa Tanzania. Hakuna mwandishi wa habari ameuliza Mtanzania wa kawaida atafaidikaje. Nature ya uwekezaji huo, Mtanzania anafaidikaje? No one asked. Unafikiri ni from nowhere? Waandishi wa habari mko programmed. Najua mkiniambia najuaje, mwambie Mwigulu Nchemba watu wa Moshi Kilimanjaro na watu wa aina gani. Kule sisi elimu hatutafuti jamani. Wazazi wanalia tuende shule. Kwa hiyo waandishi wa habari mimi nawaheshimu sana kwa sababu nyinyi ndio taasisi hatari. Mwandishi wa habari yuko aidha kwa upande wa serikali au aidha kwa upande wa walimwengu. Lakini mtu sahihi wa kuwanenea wa Tanzania haiwezi kuwa mwandishi wa habari. Kwa sababu hata aliye upande wa serikali lazima atetee ujinga wa serikali. Kwa mfano serikali zetu za Kiafrika zina mamasta wako huko nje. Kwa hiyo huyu mwandishi wa habari wa upande wa serikali atakuwa anatetea upumbavu ujinga wa serikali kwa faida ya wale mamasta wa nje. Tunajua serikali zetu za Kiafrika sio independently operating to serve Tanzanians or to serve Africans. They are serving the Western masters. So hata mwandishi wa habari wa upande wa serikali bado sio mtu mzuri. Haya, tuje mwandishi wa habari wa upande wa vyombo vya habari vya walimwengu vinavyoendeshwa na matangazo ya kibiashara. Vinawahudumia
Matakwa ya walimwengu ni yapi? Wapumbaze wa Tanzania, tuchukue rasilimali zao. Kwa hiyo ninachotaka kusema, the bottom line is, waandishi wa habari, your question was too emotional and not pragmatically directed to how Tanzanians are going to benefit. And you did not even address the root cause of the problem. Root cause yetu sisi ni mgawanyo wa riziki. Mimi naishi maskani, mipango mibaya yote iko maskani. Kwa sababu kwa nini mipango mibaya inakuja maskani? Kwa sababu hatuna kazi na hatuna hela. Hivi kuna mtu anakuwa na mpango mbaya au peleke kiwandani kwa vijana wanaofanya kazi kiwandani, au kwa vijana wanaofanya kazi maofisini, au kwa vijana hata wale mawinga. Huwezi kumpelekea winga mpango wa ujambazi. Lakini sisi tulio maskani tunasubiri vibarua, vidai waka, ndiyo mipango mibovu inakuja kwetu. Maskani zipi? Jobless centers, even bodabodas. Hizi mipango mibaya inawapata inawafikiaga bodaboda pia. Kwa sababu bodaboda si jobless job. Unamsubiria mteja, asipokuja mteja, you didn't get nothing. The bottom line is, kizuri ni kwamba waziri mkuu anaufahamu wa root cause ya matatizo yetu. Alafu naona amegusia katiba mpya yetu itakuwaje. Kuna kitu kakigusia, naomba nikizungumzie kwenye next video. Watanzania, mzizi wa matatizo yetu ni mgawanyo wa riziki. Mzizi wa matatizo yetu sio kutekana. Nimependa sana waziri mkuu alivyosema wale waliokuwa wanauawa Kibiti wangekuwa ni Chadema, nchi ingeambiwaje? Hebu kweli tutengeneze hiyo picha kama alivyosema waziri mkuu. Yale mauaji ya Kibiti yalikuwa yanawalenga CCM as CCM. Imagine pale pangekuwa ni chama pinzani. Trump amewaambia Afrika Kusini wanatekeleza mauaji ya kimbari ya wazungu. Hiyo ni sababu ya Trump. Kumbe script serikali ya Afrika Kusini inapambana kuwainua wakulima weusi na wawe na nguvu kama wakulima wa kizungu. Lakini story inayozungushwa duniani, wazungu wanauawa Afrika Kusini. Mpaka video zilitengenezwa, zilitoka nyingine Kongo sijui wapi. Kizuri watu wamiliki wa zile video walichafua movie ya Trump. Sisi tumechafuliwa CNN. Hatujaweza kujitetea, si ndio manake? Larry Madowo amesema zile ndo picha ameziokota ametumiwa na Watanzania nyingine za kutisha, si ndio? Sisi hatuwezi kujisafisha. Lakini naamini tuko katika mstari sahihi wa kumiliki uchumi wa taifa letu. Kwa sababu kilio cha Watanzania ni kumiliki nchi yao, uchumi wao na kuendesha mambo yao, na sio uchumi wao kushikiliwa na wachache. Tukishatoka hapo Watanzania, nani atamteka mwenzake? Kwa nini watu wauane hivyo Marekani, wasiuane hivyo China? China yenye watu wengi. Alafu tunaambiwa eti wa China ni wengi, ugali ni kidogo, lakini ugali unawatosha. Wa Marekani ni kidogo, ugali ni mwingi, lakini hauwatoshi. Sijui umenielewa mwenye akili kubwa? Watanzania wameuawa kweli? Watanzania wamepotea kweli? Watanzania wanatekana kweli? The root cause, riziki imeshikiliwa na wachache. Riziki itagawanywaje kwa wengi? Tunatakiwa tuimiliki nchi sisi kama Watanzania. Tutaimilikije? Tuna lidude letu ambayo Nyerere alituandalia, linaitwa JKT. JKT ni nani? Yeyote aliyezaliwa Tanzania ni JKT by nature. Kwa nini vita ikitokea JW na JKT wakafe huko alafu wasimiliki nchi? And JW wanauza roho zao kwa faida ya walimwengu. Kikiwaka hapa walimwengu wanaondoka, kikisha tulia wanakuja. Watanzania, tusilogo akili. Kiini cha magomvi, riziki ni ya wachache. Tunahitaji tuimiliki riziki yetu kwa kutumia JKT. The bottom line is, we need a hybrid economy to control our economy. Tuelimike, tusiwe wasomi.